La kwanza ni waletee salamu za mwenyekiti wetu wa CCM Taifa ambaye pia ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye leo tulikuwa naye kwenye baraza la mawaziri na nilimuaga kwamba leo nitakuja kwenye shughuli hii ambaye kwa kweli mbeba maono ni yeye mwenyewe kwa kuanzisha shughuli hii kama tulivyoambiwa na mganga mkuu na Profesa Makubi, na alilianzisha jambo hili katika hatua za utekelezaji wa kuwatibu watoto na hospitali ikaitikia, na ilipotoa wito huo jeshi kubwa la Daktari Samia Suluhu Hassan likiongozwa na mwanamama bingwa kabisa Mary Chatanda mkaitikia jambo hili la ibada, jambo hili ambalo halina chama wala dini wala kabila wala rangi, jambo la kiibada linalogusa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti na rais wetu alinituma niwaletee salamu za upendo na za pongezi, kwani mmejua kuitafasiri vyema falsafa yake ya kazi na utu. Hiki ni kitendo cha utu ambacho mmekwenda kukifanya kwa vitendo. Pokeeni salamu hizo, pokeeni na pongezi hizo. Lakini niendelee pia kutoa pongezi nyingi kwa kamati ya kuchangisha fedha kwa kazi ambazo tayari mmeshazifanya. Hongereni sana. Na nirejee tena kipekee kupongeza Umoja wa Wanawake Tanzania unaoongozwa na Mheshimiwa Mary Chatanda. Nilikwisha kuwapa pongezi wakati naanza kuleta salamu, lakini mridhie nikoleze wino kwenye hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, umefanya jambo kubwa sana wewe pamoja na timu yako, na naweza hata kusema mmefanya jambo ambalo si wengi walitarajia, kwamba hata profesa mwenyewe hakutarajia. Amekiri hapa kwamba kwa kweli hakuwaomba na wala hakutarajia kwamba mtaitikia tena na kuweka uzito mkubwa wa kiwango hiki. Hongereni sana. Mmeonesha jinsi ambavyo mmeielewa falsafa ya Mheshimiwa Rais. Mmeonesha jinsi ambavyo mmeelewa ilani mlioinadi wenyewe. Mmeonesha jinsi ambavyo mnaguswa na maisha ya Watanzania. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Hongereni wote UWT kwa kitendo hiki mlichokifanya. Ni kitendo cha kiungwana, ni kitendo cha ibada, ni kitendo cha uchamungu, kwani kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wetu wa sekta ameielezea kwa kirefu sana, hatua hii mlioifanya ina thamani gani, na thamani yenyewe pale ambapo ambaye mnalenga kumhudumia ni mhitaji hasa, tena katika kipindi ambacho anahitaji hasa huduma ya aina hii. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Waziri wa Afya. Mheshimiwa Waziri wa Afya, wewe pamoja na timu yako yote ya afya mmeendelea kusukuma mbele ajenda hii ya afya, na hata mwitikio huu ambao tunauona kutoka kwa wadau unatokana na namna gani mmeweza kuelezea umuhimu wa jambo la aina hii na kusababisha utayari ule kutoka kwa Watanzania kuweza kujumuika katika kusaidia Watanzania ambao wana uhitaji huo. Gharama hizi ambazo zinatajwa kwa mtoto mmoja, kwa namba, kwa tarakimu, unaweza ukaziona ni za kawaida, lakini kwa Mtanzania wa kawaida mwenye mtoto mwenye tatizo hilo, jambo la aina hii ni kubwa sana. Ni jambo kubwa
sana na liko katika hatua nyingi. Hatua ya kwanza, chukulia katika mazingira ambapo matibabu haya yakiwa hayapatikani hapa ndani ya nchi. Alafu hatua ya pili, weka ile gharama. Hatua ya tatu, jambo lenyewe tunaloongelea sio luxury, ni maisha. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana, na ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli, kwa sababu amewekeza sana kwenye sekta hii ya afya. Tungetaka kutaja kila kitu ambacho kimefanyika, hata muda usingetosha, na tungetaka kuianisha vipindi kwa vipindi, ndio mngeweza kuona imehitaji moyo kiasi gani wa kujitoa kiasi gani katika kusukuma ajenda hiyo ya afya. Leo hii Tanzania inakuwa rufaa ya nchi nyingi jirani. Hii ni hatua kubwa katika historia ya sekta ya afya ya nchi yetu. Inaokoa maisha ya watu, kwa sababu huduma hizi kama tulivyoona kwenye ushuhuda wa wale waliotibiwa, imeokoa maisha ya watu. La pili, imeokoa gharama. Mimi binafsi mwaka 2014 nilimpeleka mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa na tatizo ya kansa ya ziwa, nikampeleka India kwa miezi takriban 11. Ilikuwa inahitaji tu moyo kwamba hapa tunapigania maisha. Sasa leo hii watoto hawa wote ambao wanatoa ushuhuda huu wametibiwa hapa ndani ya nchi. Pongezi kwa maono kwake Mheshimiwa Rais, lakini pongezi kwa mafanikio haya ambayo tunaongelea. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema vyema, tunaongelea maisha ya watu waliookolewa. Tumetaja tarakimu zile kama fedha, lakini lipo jambo kubwa zaidi. Tunaongelea maisha ya mtu ambaye hayathamanishwi na fedha yeyote ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana. Profesa Makubi, nikupongeze wewe pamoja na timu yako, na kwa kweli mmetambulisha kwamba Tanzania tuna wataalamu. Kama mnaweza mkafanya upasuaji huo wa kibingwa, hii ni moja ya zile categories za matibabu ya kibobevu kweli kweli. Haya mnayoyafanya, figo, uloto, si mambo ya kawaida hivi. Wakati mwingine sisi wa Tanzania tunapenda kujidogosha hivi, lakini fuatilieni nchi ngapi Afrika wanaweza kufanya jambo la kibingwa la aina hii. Si jambo dogo hivi. Kwa hiyo hongereni sana hospitali ya Benjamin Mkapa, profesa na timu yako yote kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmefanya ya kuokoa maisha ya Tanzania na kutangaza ubora wa huduma za afya hapa kwetu. Katika pita zangu za ziara nimepata pia maombi mengi ya familia ambazo zina wagonjwa zikihitaji huduma za aina hii. Nikushukuru sana Profesa, mmeendelea kuwapokea, mmeendelea kuwapa matibabu. Mimi mwenyewe nilikuja kuwatembelea baadhi wakiwa wametokea, nikiwa nimekutana nao katika mikoa mbalimbali, na wao wenyewe wanashuhudia kwamba tumepokelewa vizuri, tumepewa huduma nzuri. Hiki ndicho ambacho kimekuwa kiu ya muda mrefu ya Mheshimiwa Rais. Ninyi mmetekeleza na mlio wahudumia ndio wametoa ushuhuda huo. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, hongera sana Profesa. Mikoa kama ambavyo ulitoka kusema, mikoa kama ya Morogoro, Iringa, Tabora, Tanga, Manyara, Singida na mengine, Simiu, Pwani, wapi huku Katavi, yote na mengineyo, mmeendelea kuwa kimbilio katika kutoa huduma hizo. Hospitali ya Benjamin Mkapa imeendelea kupata mafanikio makubwa
katika utoaji wa huduma hizi za kibingwa, na kwa kweli kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kutaja, sisi ndani ya serikali tutaendelea kuwaunga mkono, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie hiyo. Serikali itaendelea kuwa bega kwa bega nanyi kuweza kuhakikisha kama ambavyo tunaweka uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, basi tutaendelea kuweka uwekezaji mkubwa katika hospitali yetu ili kuweza kuhakikisha kwamba nia njema hii na jitihada hizi mnazofanya zinaendelea kuokoa maisha ya Watanzania. Kama nilivyosema, sikusudii kutoa hotuba ndefu, na nimetoka kupongezwa hapa kwa historia hiyo ya changishaji. Basi mimi niishie hapa kwa kutoa pongezi nyingi kwa Umoja wa Wanawake kwa mara nyingine kwa wazo hili, na nitoe rai kwamba leo tunafanya shughuli hii hapa jioni, lakini haitakuwa mwisho leo kwa wale wengine wote watakaoendelea kuguswa na jambo hili, na sisi tutakaoendelea kuwakumbusha, basi tuendelee. Profesa amesema malengo yalikuwa takriban bilioni 7 na ndani ya miaka miwili imeshafikia hatua hii. Kwa kuwa uhitaji katika jamii ni mkubwa, basi yeyote anayeendelea kuguswa tuendelee na jambo hili, na bahati nzuri matumizi yake yapo na kwenye malengo ya kudumu, yakiwemo ujenzi wa miundombinu ambayo itaendelea kutumika miaka na miaka, sio tu hata hiyo miaka miwili. Hilo ni wazo zuri, tuendelee nalo, na yeyote anayeguswa basi aendelee kushiriki katika jambo hili zuri na la muhimu. Fedha zitakazopatikana usiku wa leo kupitia hafla hii zitakwenda kununua dawa au vifaa, ikiwemo vifaa tiba, zinakwenda kujenga miundombinu kama tulivyoelezewa, na malengo mengine ambayo yameshafafanuliwa kwa kirefu. Ni dhahiri hili ni jambo linalokwenda kuwapa tabasamu familia hizo ambazo watanufaika na jambo hili. Mtoto mwenye uhitaji atarejeshewa ndoto yake ya kulitumikia taifa la Tanzania. Nimeiona orodha ya wote ambao wameshiriki kwa urefu wake. Nimeiona mikoa yote, nimeiona. Basi hapa makatibu wangu tunapofanya ziara, basi hawa watu watatu wape mkono, tunakuambia ninyi ni watu wema sana. Mmefanya jambo zuri la kiungwana, la kiibada. Kwa hiyo nakopita kule tutaonana, ili nisitumie muda huo kusoma orodha hii, kwa sababu nimeona ni kitabu kikubwa, lakini tutapata fursa ya kuendelea kuwapongeza kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmefanya. Kwa hiyo kwa hatua hii nianze sasa kuwaalika wale ambao wamealikwa kujumuika nasi katika jioni hii ya leo. Natambua wengine walishachangia kwa njia moja ama nyingine, lakini tunataka tukamilishe malengo haya, na niwahakikishie UWT yale malengo mlioyaweka yanaenda kutimia, na mimi nitakuwa sehemu ya kamati yenu mpaka tukamilishe lile lengo mliloliweka. Kwa hiyo tutafanya leo, lakini tutaendelea kutoa wito tulioutoa, lakini tutaendelea kuwakumbusha na marafikifiki, ili tuweze kuhakikisha lile lengo ambalo mmekwisha kuniambia Mheshimiwa Mwenyekiti liweze kutimia. Kwa hiyo leo kwa upekee basi nianze kwa kuwaita, nitaita kwa makundi